Kuzalisha megawati 2115 kwa wakati mmoja sio jambo jepesi, na hasa ukizingatia kwamba limefanywa kwa nguvu za Watanzania kupitia kodi zao. Mradi huu haupaswi kupewa sura yoyote ya kisiasa katika hatua hii. Unapaswa kupongezwa, kuenziwa, na kila mmoja kwa nafasi yake asaidie mradi huu ukawe na manufaa kwa nchi. Tumezoea umeme kuwasha taa. Tunataka sasa umeme ukawashe uchumi. Tunataka umeme ukawashe uzalishaji vijijini. Tunataka umeme ukawashe furaha kwa Watanzania. Tunataka umeme ukajenge mshikamano kwa Watanzania. Kwa pamoja na mambo mengine yote, huwezi kujenga uchumi kama huna mbinu za kujenga vyanzo vyako vya nishati. Wala Mwalimu Nyerere linakwenda kuwa game changer. Kwa hiyo miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo imefanikiwa inapaswa kuwa kichocheo kwa sekta nyingine kujua kwamba tuache kufikiria mambo madogo madogo, tufanye mambo makubwa, tena makubwa sana. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere megawati 2115 kimezinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 22 Agosti 2026. Makofi mengi sana tena. Kina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa kabisa uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye sekta yetu ya umeme. Kituo hiki kimejengwa kwa malengo makubwa matatu, Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia kuimarisha gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, pia kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme linalokuwa kwa kasi, lakini pia Mheshimiwa Rais, ni kuiweka nchi yetu kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mheshimiwa Rais, kituo chetu cha Julius Nyerere kimejengwa kwenye eneo la Mto Rufiji, Mheshimiwa Rais, na kilifanywa usanifu wa kuwa na mitambo 9 ya kuzalisha umeme, na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235 na kufanya jumla ya megawati 2115 kwa uzalishaji wa mashine zote 9. Mheshimiwa Rais, serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2018 kupitia TANESCO tulisaini mkataba na ubia wa makampuni mawili, kampuni la Arab Contractors na Saudi Electric. Makampuni yote mawili, Mheshimiwa Rais, ni kutoka Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Siku moja kabla, tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2018, serikali ilikasimisha kazi ya kusimamia mradi huu kwetu TANESCO kupitia mkataba uliosainiwa siku hiyo hiyo. Lakini tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2019 tulisaini mkataba sisi na wakala wa barabara hapa TANROADS kwa ajili ya masuala ya ushauri na kusimamia mradi huu. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni kazi kubwa ya kihandisi pamoja na miundombinu ya kisasa na ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, kuna mambo kama 6 yako hapa kwenye kituo hiki ambayo yanajumlisha uwepo wa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwanza, tuna bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo bilioni 32.78, na kina cha juu, Mheshimiwa Rais, cha bwawa letu ni mita 184 juu ya usawa wa bahari, na kina cha chini ni mita 163 juu ya usawa wa bahari. Mheshimiwa, maji yanayokuja hapa yanatoka kwenye vyanzo vitatu vikubwa. Kwanza ni mto Kilombero, unachangia 65%, mto Ruwegu unachangia 19%, na mto Ruaha unachangia 15%. Mheshimiwa Rais, kuna ujenzi wa tuta kuu, kitaalamu tunaita main dam. Eneo hili ndio mhimili wa kituo chetu, Mheshimiwa Rais.